Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, umewahi kuingiza shape, picture, icon au object nyingine ndani ya Microsoft Word lakini ukashindwa kuelewa kwa nini maandishi yanabadilika kila unapoisogeza? Siri yote ipo kwenye Wrap-Text. Kwenye video ya leo nitakuonyesha jinsi Wrap-Text inavyodhibiti uhusiano kati ya object na maandishi ili document yako ionekane nadhifu, ya kitaalam na rahisi kusomeka. Kabla hatujaanza kubofya option mbalimbali, hebu kwanza tuelewe Wrap-Text ni nini. Wrap-Text ni command inayodhibiti jinsi maandishi yanavyohusiana na object ndani ya document. Object inaweza kuwa shape, picture, icon, smart art, text box, word art au chat. Kwa hiyo Wrap-Text haihamishi object kwenda sehemu nyingine. Badala yake inaamua maandishi yatakaa vipi kuizunguka object hiyo. Hili ndilo jambo muhimu la kukumbuka. Kwa mfano, unaweza kuwa na shape katikati ya document bila kubadilisha nafasi yake. Unaweza kufanya maandishi yapite pembeni, juu na chini, nyuma au mbele ya shape hiyo kwa kutumia Wrap-Text. Sasa tuone tunawezaje kupata Wrap-Text. Yaani Wrap-Text inapatikana wapi? Kwanza kabisa, ichague ile object yako. Ukishaichagua object yako, unaenda moja kwa moja aidha kwenye layout tab au kwenye tabu husika iliyofunguka kulingana na object uliochagua. Hayo tulishazungumza kwenye video iliyopita. Kwetu sisi tuna shape, kwa hiyo tumeclick kwenye shape format. Hivyo tunakwenda moja kwa moja kwenye sehemu ya Wrap-Text ambayo inapatikana kwenye arrange group. Click kwenye sehemu ya Wrap-Text hapa, tutakutana na option nyingi sana, na kila option tunahitaji tuizungumze siku ya leo. Tayari nina document yenye aya kadhaa za maandishi na shape moja ndani yake. Nitatumia shape hii kueleza Wrap-Text. Kumbuka hatua hizi zinafanya kazi pia kwenye picture, icon, smart art, text box na word art pamoja na object nyingine. Sasa tuanze kuielezea option moja baada ya nyingine. Na moja kwa moja tuanze na inline with text. Hii ndiyo option ya kawaida ambayo Word huiweka mara nyingi. Object inakuwa kama herufi kubwa ndani ya mstari wa maandishi. Yaani ni hivi. Anyway, kwanza tuiselect object yetu ili tuende tukaingize zile Wrap-Text. Tunakwenda kwenye sehemu ya shape format, tunachagua Wrap-Text na tunaanza na inline with text. Ukiklik hapa kwenye inline with text, object yako inakuwa ni moja ya sehemu ya zile character au ile sentence yako inakuwa ni moja ya herufi ambazo zimo. Unaweza ukabonyeza enter katika ile herufi ya nyuma yake na object ikashuka chini ikawa kama ni herufi. Zile process zote zinazohusiana na herufi naye anaingia nazo kwa pamoja. Yaani nikiwa na maana ya hivi, unaweza pia kufuta baadhi ya sehemu na ukaona object yako inahama katika ile hatua ilipo au ile sehemu ilipo na inasogea kufata maandishi yanapokwenda. Hapo imefanya kazi kama ni karakta moja ya zile herufi ambazo zimo kwenye dokumenti yako. Nadhani tumeelewana ya kutosha hapo. Tuhamie kwenye square. Maandishi sasa yanazunguka object kwa umbo la kisanduku fulani hivi. Yaani kwa mfano, kama nina object yangu mimi ni shape na click shape yangu hii, nikaenda moja kwa moja kwenye sehemu ya shape format. Nikaja kwenye arrange group, nika click kwenye Wrap-Text, nikachagua square mara hii. Ninapo click tu kwenye square, maandishi yataanza sasa kuizunguka ile object yangu, na patakuwa na kiboksi fulani ambacho kinaonyesha kwamba ndo kimezunguka yale maandishi. Yaani maandishi au ile object itakuwa ipo katika mfumo imezungukwa kama na kiboksi fulani. Utaona hiki ndiko kiboksi ambacho nazungumzia muda huu.
Nadhani tumeelewana hapo. Unaona, nikibonyeza enter kwenye yale maandishi ya mwisho, unaona maandishi yanashuka na haiathiriki ile object ambayo niko nayo. Object inabaki kama ilivyo. Nadhani unaona, labda ubonyeze kwa juu kule, maanake utakuwa unaathiri object nzima kule. Ukibonyeza enter, kweli itashuka object na maandishi yote, lakini kama utagusa tu eneo hilo hakuna shida. Twende kwenye tight. Hapa maandishi yanasogea karibu zaidi na ile object yako, yani inataka kufanana kidogo. Hebu tuone, tukiklik kwenye sehemu ya ile object yetu, tukienda kwenye sehemu ya layout tab, tukiklik hapo, au tukaenda kwenye ile tab inayofunguka kwa object yetu, kwa mfano shape format, then tukaklik sehemu ya wrap text hapa, nikaenda moja kwa moja kwenye tight. Yani hii tight inataka kufanana kidogo na square, lakini tight maana yake hivi, yale maandishi yanasogea karibu zaidi na ile object yako, na inafanya kabisa ile shape ya object yako kuonekana. Nadhani unaona hapa maandishi yanaifuata ile object. Kwa hiyo hapa object yetu ni pembe tatu, na unaona kama hapa amefanyika pembe tatu fulani hivi kwenye haya maandishi ambayo yapo. Vivyo ndivyo inavyokuwa hiyo tight, na ndivyo inavyofanya kazi yenyewe. Nadhani tunaelewana vyema kabisa kabisa. Na sasa tuhamie kwenye top and bottom. Hapa maandishi hayatapita pembeni mwa object, yatakaa juu yake na chini yake pekee. Yani ni hivi, ninayo shape yangu hii hapa, naiklik hii shape yangu, kisha naweza kuenda kwenye layout tab au nikaja kwenye shape format, nikaklik kwenye shape format, na tafuta sehemu ya wrap text na iselect sehemu hiyo ya wrap text, na kuja moja kwa moja kwenye sehemu ya nini, top and bottom. Nikiklik tu top and bottom, unaona hapo ile shape yangu ipo katikati, haina maandishi pembeni upande wa kulia wala pembeni upande wa kushoto. Hiyo ndo top and bottom inavyokuwa, yani inapanga object yako iwe katikati. Sasa tuchague behind the text. Object hapa inaenda nyuma ya maandishi, maandishi yanakuwa juu yake. Yani ni hivi, kama ninayo object yangu hii hapa, shape yangu, nikaiklik shape, nikaenda kwenye sehemu ya shape format au layout tab. Nitatumia layout tab sasa, kwa na click layout tab na kwenda kwenye sehemu ya wrap text, na moja kwa moja nachagua sehemu ya behind the text na click hapo. Nikiklik tu, unaona object yangu sasa iko nyuma ya maandishi. Maandishi yanaweza sasa kusomeka mahali ambapo object ipo. Nadhani unaona hapo. Kwa hiyo inakuwa kitu kama hicho. Kwa wale watu ambao wanahitaji labda kuweka sehemu fulani background yake ionekane nyekundu, au pengine ionekane ya blue, au ionekane ya rangi fulani, unaweza ukatumia wrap text hii hapa. Na mwisho, hebu tumalizie na in front of text. Hapa object inakuja mbele ya maandishi kabisa. Maandishi yaliyopo chini au nyuma yake yatafichwa moja kwa moja. Yani ni hivi, ninayo shape, nikiklik shape yangu hii, nikaenda moja kwa moja aidha kwenye shape format au layout tab. Nataja hivi ili tukumbuke. Then naenda kwenye wrap text. Nikiklik kwenye wrap text yangu na kuja kwenye in front of text. Nikiklik kwenye in front of text hapo, unaona ile object yangu au ile shape yangu iko mbele ya maandishi. Ina maana maandishi yamezibwa, hayaonekanwi, na inaonekanwa object kwenye sehemu ambapo ile object ipo. Yani picture ipo mbele ya maandishi, au object yangu, shape yangu ipo mbele ya maandishi. Kabla hatujamaliza, kuna jambo muhimu nataka ulijue. Baada ya kubadilisha wrap text, unaweza ukaona object yako haipo sehemu unayotaka. Hilo sio tatizo. Ukichagua wrap text kama square, tight, through, top and bottom, behind text au in front of text,
unaweza kuiburuta object kwa kutumia mouse na kuipeleka mahali popote ndani ya document. Yaani ni hivi, ninayo object yangu hii, shape yangu ambayo mwisho nilimalizia kule, ipo in front of text. Nikihitaji kuiburuta, manake na select na naisogeza katika position ninayoihitaji mimi. Nadhani unaona wewe mwenyewe hapo. Nikihitaji kuisogeza, maana yake naweka kasa yangu kwenye hiyo shape, then na click left click huku na iburuta. Bwana we, nimemaliza hii kitu kama hivi. Hebu tukutane kwenye video ijayo, ambapo huko tutajifunza kuhusu bring forward na send backward. Bwana, hii kitu usikose kabisa kabisa. Nikwambie tu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV, karibu tena, bye bye.